Sisi ni wazee wa historia na ushauri pamoja na kazi nzuri inayofanywa na jeshi letu. Tuna dhima pia ya kushauri ili jeshi letu liendelee na ulinzi na lizidi kufanya vizuri zaidi. Eneo ambalo tunaomba litazamwe kwa makini zaidi ni usalama barabarani. Hasa kwa vijana wetu waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda. Vijana hawa wanafanya vitu vingi vya hatari sana kwa maisha yao na raia wengine wasio na hatia. Vijana hawa wana tabia ya kushindana kwenda kasi. Kushindania pesa mara nyingi huwa shilingi 10,000. Wakati mwingine wakilala kifudifudi, miguu ikiwa kwenye siti ya abiria. Hii ni hatari kwa maisha yao na kwa watumiaji wengine wa barabara. Pili, vijana hawa wana mtindo wa kufanya pikipiki zao zibackfire. Kitendo hiki ni cha hatari sana. Wahalifu wanaweza kutumia silaha na watu wakadhani ni backfire za pikipiki. Vijana wana tatizo pia la kupiga honi za fujo kwenye vijiwe vyao. Hata usiku wakati tunafahamu watu wanapumzika majumbani kwao kwa kisingizio cha kuita abiria. Tunafahamu juhudi zinazofanywa na jeshi letu kuwapa elimu vijana hawa mara kwa mara. Bado tungependa kushauri kuwa kwanza juhudi hizo za kutoa elimu kwa hawa vijana ziongezwe. Omba sana kama salamu hizi zinaweza zikafika hata kwa IGP, tungemuomba kwamba mheshimiwa, bado tunakuhitaji Tabora ili uweze kututendea mazuri zaidi tunayotegemea kutoka kwako. Tumeona umevaa sura ya kazi, hujavaa sura ya lele mama, umevaa sura ya kazi, na kweli kazi inaonekana. Sasa hivi unaweza ukatoka Tabora mjini mpaka Isevya hujabuguziwa na mtu. Ukipiga simu ukinyenyua halo, kuna jambo fulani kulinajitokeza tukio, dakika 10 umeshafika. Kwa hiyo tunakushukuru sana mheshimiwa. Pamoja na pongezi ambazo mmezitoa, upo ushauri ambao mmeutoa kwetu. Mimi niseme kwamba nashukuru kwa ushauri. Eneo la kwanza ni mmezungumzia kwenye pikipiki. Wana vijana wanafanya mashindano ya pikipiki. Vijana wanapiga honi kwa fujo na ile milio yenye kelele, na sisi tunakwenda kulifanyia kazi zaidi kwa mikakati ambayo tumekuwa nao. Tunao askari ambao ni walezi kwenye vijiwe vya bodaboda. Hao askari walezi wanafanya kazi ya kuelimisha kwa kushirikiana na askari kata. Bado kwa ujumbe ambao nimeupata leo, nitakwenda na mimi kukaa na kusema nao ili twende tukasimamie vizuri zaidi. Lakini kwa siku chache zilizopita, kama mnifuatilia kwenye vyombo vya habari, tulifanya operation, na hiyo operation sasa tukatoka kwenye kufanya kazi sisi polisi peke yetu, tukawashirikisha wao wenyewe. Baada ya kupewa elimu, wameanza kukamatana sasa kwa kusema kwamba huyu sasa pikipiki yake inatumia plate number za bandia, anafanya uhalifu. Lakini wametupa mchango wao wenyewe kwa kufanya vijiwe vyao vya bodaboda viwe vijiwe visafi. Na hii dhamira wao wenyewe wametueleza kwamba wana nia ya kuendelea kushirikiana na sisi. Tunachokifanya sasa ni kuratibu, kuwawekea utaratibu mzuri wa kuona kwamba kazi wanazofanya kwa kushirikiana na jeshi la polisi wanazifanya kwa kufuata sheria pamoja na miongozo iliyopo. Kwa hiyo tumetoka sasa kusema kwamba sisi polisi tukifanya peke yetu, hapana. Tunawashirikisha kupitia kwenye vijiwe vyao. Wao wenyewe wanasema kwamba fulani ndio huwa anashindana, fulani ndio huwa anafanya hivi. Kwa hiyo tukipata hizi taarifa zitatusaidia kuzifanyia kazi. Na mwisho wa siku tutakuwa na vikundi vya bodaboda ambavyo vinafuata sheria, na mimi nashukuru kwa kuliona hili na tutaenda kulifanyia kazi.